juhudi kubwa inayochukuliwa na wenzetu Chama cha Mapinduzi, hasa hii ya sasa hivi ambayo imeshikiliwa na Jamhuri ya Walaji. Juhudi kubwa inayochukua ni kukatisha tamaa kwamba tusisimame kuendelea kudai haki zetu, kuendelea kudai haki za nchi. Hiyo ndio juhudi yao kubwa wanaoifanya. Nilikuwa kwenye ziara ya mikoa minne Tanzania bara. Nimerudi jana, alhamdulillah, kwa ajili ya shughuli yetu hii ya leo. Salamu zangu nilizowapelekea na salamu zenu nilizowapelekea kwamba wakiona yale yanayofanyika kule bara sasa hivi ya kupigwa watu, kutekwa watu, wizi wa kura, naambia yale nyinyi ndio mnayaona sasa. Haya nyinyi wakati yanatokea Zanzibar mlikuwa mnatuona wajinga, mkatuona hawa jamaa wala urojo hawa. Lakini nilichoambia kwamba mkiona CCM uchaguzi umemshinda, ukiona anafanya vituko hivi, basi ujue uwe ushamshinda. Shida yenu sasa, tunawashangaa wengine mnataka kususia uchaguzi. Naambia sisi kule Zanzibar, naomba msome kwa wenzenu wa Zanzibar. Maana Zanzibar sisi hatukusubiri kipindi cha kwanza kimalizike cha gemu kianze kipindi cha pili, wala hatukusubiri dakika ya 5. Naambia sisi Chama cha Mapinduzi tulivyowaweza, tuliwapiga mwereka tukawafunga dakika ya mwanzo ya mchezo. Tuliwafunga 95. Ushawahi kumuona wewe mtu mwenye umri wa miaka 35, sharo baro, kijana na nguvu zake, damu inamchemka, akapigwa mwereka na mtoto wa miaka 3? Ndio iliyokuwa 95. Sasa sisi tokea 95 naambia sisi mchezo ndio huu. Bakora, piga, ua, fanya kitu gani? Naambia lakini watu kule wakamwambia sisi tutabanana hapa hapa mpaka kieleweke. Naambia walianza kupiga watu tokea 95. Watu wakipigwa usiku mchana wanauliza jamani, leo Melody wapi? Au mshasahau? Mpaka wanachanganyikiwa. Waliposema tume imeshaamua, uamuzi wa tume ni wa mwisho, na watu nao wakawarudi kuwafanyia utani wa dhulma zao wanazozifanya. Nikawakumbusha hadithi ya mkuu wa mkoa aliyokwenda kununua samaki kwenye mnada. Yeye katoa bei ya juu, akapewa wa bei ya chini, akauziwa. Alipouliza vipi mambo haya, akaambiwa tumeshaamua. Naambia hivyo ndio tulivyokuwa tunakwenda nao CCM. Sasa alhamdulillah kule Zanzibar tumewamaliza, na huku sasa na nyinyi mmeanza. Naambia msishangae, leo CCM imefika pahala amekuwa kama mtu aliyevua nguo, akazipambazua zote, akabaki kama alivyozaliwa, raba kitana. Hebu mtizameni, hebu fikirieni. Kazivua mwenyewe kwa ujinga wake, kwa kushindwa kwake, kwa udhalimu wake. Sasa ukiona kwamba sasa wametoka tu kwenye udhalimu, maana udhalimu unapelekea mtu achanganyikiwe. Naambia sasa kazivua mwenyewe, kazipambazua mwenyewe. Sasa ugomvi kusema ulichokiona.
Ndio walipofika CCM leo. Unamwambia mbona vipi, mbona sioni kitu? Anasema mkamateni huyu. Mbona naona mazingira hayakosa vizuri? Anasema mkamateni. Ndio walipofika. Mtekeni, mpigeni, muueni. Sasa ndugu zangu, ndugu zangu, hawa ndio watu ambao unataka wewe waendelee kukuongoza hata uweko huko Chama cha Mapinduzi. Kweli ndio Chama cha Mapinduzi kilivyokuwa hivi? Hawa ndio unaotaka wasimamie mustakabala wa nchi yako? Hawa. Kwa hivyo, kwa ufupi ndugu zangu, nilipeleka salamu zenu mlivyokwenda nao hawa. Naambia mpaka mwaka 2020 wameua watu 21, wakawacha watu na ulemavu 18, wakatuachia vizuka 14, yatima 38, watu tuliowatibu muda mrefu 48, na watu waliojeruhiwa zaidi ya 1000. Lakini sisi tunawaambia tutabanana hapo hapo mpaka lakini naambia tumewabadilishia gia tu. Tulicho wabadilishia ni gia. Tunawaambia na tunaendelea kuwaambia kwamba hayo yaliyotokea huko nyuma yakatufikisha leo taifa letu limekuwa na fedheha kubwa. Una mtu anaitwa mbunge, mheshimiwa, yumo ndani ya bunge, anakura 38. Anakura 36, sio 38. Yeye mwenyewe alipokwenda kuambiwa, bwana wewe ndio utakuwa mbunge, asema mbona zangu 21 tu. Akaambiwa, hii Asante Magu, wewe ndio utakuwa mbunge. Naambia leo ndio ule tunayemwita mitungi ya gesi. Aibu kwamba anatoka jimboni kwangu Pandani. Ndio la mwisho aliloweza kwenda kusema. Ndio leo nchi hii ilipofika, una mtu ni yuko kwenye chombo kitukufu kabisa, kikubwa cha kuisimamia serikali, lakini CCM wameshindwa kusimamiwa, hawawezi kwa sababu ya wizi, kwa sababu ya dhulma zao. Ndio maana leo wanatafuta watu wa aina ile wawemo ndani ya bunge. Na maskini anapita, hata askari ananyoka, anakaza mguu, mheshimiwa kapita, lakini mwizi